Kwa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kuhusiana na dabi ya Kariakoo, wewe hapo kama mchambuzi, kwa mtazamo wako mpana, mpaka hivi sasa kumebaki siku chache, lakini kuna watu wanakazia kwamba hawachezi, labda ni athari gani ambayo taifa wanaweza akapata? Nadhani kitu cha kwanza ni kwa utamaduni ambao sisi tumeuzoea ni timu zote mbili kuonyesha ushirikiano mkubwa linapokuja swala la mchezo, lakini pia kwa mujibu wa kanuni timu mwenyeji anapata mapato yote ambayo yanapatikana kwenye mchezo huo kwa baada ya ule gawanyo wa kikanuni. Hivyo unategemea kuona timu zote mbili zikishiriki kwa namna moja ama nyingine kwenda kutangaza mchezo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinatokea kwenye dabi hii ya sasa hivi, nadhani si kitu ambacho mtu yote anapenda kitokee. Kila mtu angependa kuwe kuna hali ya utulivu, hali ya maandalizi sawa kwa timu zote, lakini kwangu naweza nikasema hakuna athari yoyote chanya inaweza ikatokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Lakini Gift, kuna wadhamini wanadhamini katika ligi kwa ujumla kama NBC kwa ajili ya kutangaza biashara zao na masuala kadha wa kadha. Sasa kama mchezo kama huu hautochezwa, kwa wadhamini hili wanalichukuliaje? Mimi nadhani kwa sasa kitu cha kwenda nacho ni kauli ya mamlaka husika ambayo imesisitiza, bodi ya ligi imesisitiza kuwa mchezo upo tarehe ambayo imepangwa 15 saa 11 jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiyo nadhani ndio kauli ambayo inapaswa timu zote, wadhamini, wadau wote kuitumia, lakini tukirejea kibinadamu kuna namna ambavyo mtu labda anaweza akawa na hali ya kita kufanya maamuzi ya kile ambacho anakiona kinaendelea, lakini kwa upande wangu nadhani tusimame na kauli ya mamlaka kwamba kama dabi ipo tarehe 15. Mengine yatabaki kuwa ni kelele, yanaweza yakabaki kuwa ni hisia za watu, lakini nadhani mamlaka imesema na mamlaka inapaswa kuheshimiwa. Ndio, lakini Gift, wazee wa Yanga waligusia kidogo kwenda mahakamani kuzuia bingwa asitangazwe. Je, ni kweli mahakama ya Tanzania ya siasa inaweza ikazuia kwenye masuala ya soka? Kanuni za FIFA ziko wazi kwamba mambo ya masuala ya mpira wa miguu ambayo yako chini ya usimamizi wa FIFA hayapaswi kupelekwa kwenye mahakama za kiraia. Kuna vyombo husika ambavyo vinahusika na kusimamia, ikiwemo kamati za ndani, zipo kamati za TFF, zipo kamati za Afrika kwa maana ya bara, lakini pia ziko kamati za FIFA pamoja na mahakama ya usuluhishi ya michezo. Kwa hiyo nadhani hizo ndio njia sahihi ambazo zinapaswa kuendea kwenye masuala ya mpira wa miguu, kwa sababu kanuni za FIFA zinaelekeza na sisi ni wanachama wa FIFA. Tunajikita kwenye kanuni hizo ambazo zinaelekeza masuala ya mpira yashughulikiwe kwenye njia za mpira. Okay.